Na shukrani sana mtazamaji kwa kuendelea kuichagua Tumaini Television, na nikushukuru wewe ambaye tulianza pamoja kuanzia 12:30 za asubuhi ambapo mwenzangu ameanza na kukabidhi kijiti kwangu, nami kijiti hiki nitakikimbiza hadi pale itakapotimu 3 kamili za asubuhi. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano, meza huru, meza ambayo inakuwa na wageni hapa kutoka kada mbalimbali tukizungumza masuala kadha wa kadha. Karibu tuambatane pamoja, mimi ni Anet Nyoni. Na siku hii ya leo katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai niko na afisa sheria kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. Sasa huyu afisa sheria anajulikana kwa jina la Abdul Karim Nzori. Yeye niko naye hapa kutoka huko BRELA. Ana nini? Ana vitu gani ambavyo amekuja navyo hapa maalumu kabisa katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai? Mengi tutasikia kutoka kwake. Abdul, karibu sana. Asante sana. Habari za BRELA? BRELA tuko salama kabisa. Na tunyima nini BRELA? Ndio usajili kwa sana. BRELA tunawakaribisha kwenye maadhimisho ya IP Day. Okay. Adam, karibu sana. Na mtazamaji, kile ambacho ninakwenda kuzungumza siku hii ya leo ni kuhusiana na kuelekea kilele cha miliki bunifu. Hii ni kuelekea kilele cha miliki bunifu. Miliki bunifu ni nini na ni vitu gani pengine vitafanyika? Yote haya utapata kuyafahamu hapa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai. Pengine Abdul, kabla ya kuendelea na hayo maadhimisho ambayo yako mbele yetu, pengine tuifahamu kwanza BRELA hasa ni kitu gani, kwa sababu tunaamini ya kwamba kila siku tuna mtazamaji mmoja. Kwa hiyo kama tuna mtazamaji mmoja mpya na yule ambaye pengine hafahamu BRELA ni nini na majukumu yenu, ni wakati wake huu wa kufahamu kuhusiana na BRELA. Karibu. Sahihi, asante sana ndugu mtangazaji. Sisi BRELA ni wakala wa usajili wa biashara na leseni, kama jina linavyojieleza. Ni wakala wa serikali ambao tumekasimishwa majukumu mbalimbali. Miongoni mwa majukumu hayo tunasimamia usajili wa kampuni. Kiona hizi kampuni zinasajiliwa kwetu. Kampuni yote haiwezi kufanya kazi Tanzania bila kusajiliwa. Hata sisi hapa Tumaini Media tumesajiliwa na BRELA. Lakini pia tunasajili majina ya biashara. Ndio. Tunasajili majina ya biashara. Tunasajili alama za biashara na huduma kwa maana ya trademarks au wanaita logo. Nataja hivi kwa sababu watazamaji pia waweze kufuatilia vizuri. Wengine wamezoea kusikia hilo jina la trademarks. Lakini pia tunatoa hataza. Hataza hizi ni patents kwa Kiingereza. Kwa maana ya kwamba tunasajili vumbuzi. Tunasajili vumbuzi. Kwa tunatoa hataza kubwa na hataza ndogo kwa maana ya patents and utility models. Lakini pia tunatoa leseni za viwanda. Unajua wakala usajili tunatoa pia leseni za viwanda. Ukiachana na utoaji wa leseni za viwanda, pia tunatoa leseni za biashara kundi A. Group A. Tunapozungumzia kundi A ili tuweze kulifahamu, ili hata yule ambaye anatazama naye ajue yupo kwenye kategori gani. Asante. Kwa uchache tunasema leseni za biashara kundi A ni zile zenye sura au zenye hadhi ya kitaifa na kimataifa. Kwa mfano unataka kuexport nyama sasa hivi kwenda kuuza nje ya Tanzania, maana kile tunasema leseni yake ya export itabidi uipate BRELA. Kwa hiyo ni mfano mwepesi wa kuelewa kwenye ile leseni kundi A. Kuna hizi leseni nyingine ambazo zinatolewa chini ya mashauri ambao kundi B zenyewe ziko kama eneo lako locality pale unaifanyia, basi hiyo zinatolewa kule, lakini kundi A tunazitoa sisi. Asante sana. Hizo ambazo umezungumza hizo za halmashauri, naamini wengi kwa wale wafanya biashara pengine wadogo wengi nafikiri wanakuwa wanaishia huko halmashauri. Namna gani ninyi sasa, ninyi kama BRELA mnafanya kazi, mashirikiano yenu ninyi na halmashauri hizo ambazo zinatoa leseni? Of course tuna mashirikiano sana na maafisa biashara katika kila mikoa na nini katika kuhusiana kwenye swala la leseni. Lakini pia huko mbeleni kama tutaona inafaa, nafikiri ni vizuri. Zamani walifanya vile uruhusu badala ya mtu kutoka Tabora kuja kupata leseni yake Dar es Salaam, itakuwa ni usumbufu. Lakini sasa hivi vitu vyote vinafanyika kwenye mtandao. Kwa hiyo inawezekana pia jukumu hilo akapewa mtu mmoja akafanya akatoa leseni zote za aina mbili. Ndio. Okay. Sasa mara hii Abdul, tuangazie tunapoelekea katika kilele cha siku ya miliki bunifu. Tukianza kujenga msingi, tunapozungumzia hasa miliki bunifu hasa ni kitu gani, ama tunajaribu kusema nini? Tunaposema miliki ubunifu, napendaga kutumia maneno haya machache ya kuweza kuelewa. Nasemaga ni zao la akili na au maarifa ya mwanadamu. Ni zao. Hii ni nini tunaposema ni zao au akili ya maarifa ya mwanadamu? Ni ule ubunifu
ambao wanakuwa nao ubunifu mpya na wa kipekee. Na kwa mifano inakuwa ni rahisi sana kuelewa, kwa sababu utagundua mengi yanakuwa ni mazao ya akili na maarifa ya mwanadamu. Kwa hiyo unakuta kama ni hadithi, story, ile ni zao la akili ya mwanadamu ambayo inaingia kwenye miliki bunifu. Muziki, vitabu, uandishi wa vitabu, uchoraji wa picha, utengenezaji maumbo bunifu. Tunaona hizi designs za chupa za maji, designs za meza, zote hizo zinaingia kwenye miliki bunifu. Kwenye eneo lote la teknolojia, vumbuzi, unatengeneza kifaa ambacho kinakwenda kutatua tatizo kwenye eneo fulani, kina solve matatizo kwenye jamii, ile nayo inaingia kwenye miliki bunifu. Ndio. Sasa pengine tunapoelekea siku hii hasa ya hiyo miliki bunifu, ni matukio gani ama ni vitu gani hasa huwa vinakwenda kufanyika hiyo siku yenyewe husika? Na pengine pia tuifahamu pia hii siku ipo labda ipo kidunia, ama sisi kama nchi pengine peke yetu tumeona tuiadhimishe hii siku? Asante sana, swali zuri sana. Nikianza na hilo kuielezea hii siku ya miliki ubunifu, siku ya miliki ubunifu, na kuzungumzia matukio ambayo yatakwenda tunatarajia kwenye siku hiyo. Kwanza, kwa kawaida siku ya miliki ubunifu dunia nzima tunasherehekea siku hii tarehe 26 mwezi wa 4 kila mwaka, chini ya usimamizi wa shirika la miliki ubunifu duniani WIPO, na watu wote duniani tunasherehekea tarehe 26 mwezi wa 4. Lakini pia utaona kwa Tanzania tunaadhimisha au tunasherehekea siku hii tarehe tofauti, kutokana na tarehe 26 mwezi wa 4 inaingia na siku ya Muungano. Kwa hiyo kwa sisi ni national holiday, kwa tunashindwa kusherehekea na tukio tena la kitaifa kwetu, lakini hatuwezi kuiacha nyuma. Tumeisogeza mbele. Sisi tutasherehekea tarehe 21, tunatarajia kusherehekea tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu. Na mwaka huu kauli mbiu yetu tunasema IP and music, feel the beat of IP. Kwa Kiswahili tunasema miliki ubunifu na muziki, hisi au sikiliza mdundo wa miliki bunifu. Imekaa burudani kauli mbiu. Tunasema mwaka huu kwenye miliki ubunifu tunakwenda na wasanii kabisa, yani kwa namna tu nilivyokaa naona imekaa yani burudani hiyo. Naona wasanii watakuwa wameidaka vizuri sana. Sahihi kabisa, sahihi. Na tuendelee. Kwa hiyo kwenye upande wa pili tunapozungumzia kwamba watarajie nini, wafuatiliaji wa kipindi hicho watarajie nini? Ndio. Tunakwenda, dhamira yetu ni kuhamasisha zaidi ulinzi na matumizi sahihi ya miliki bunifu kwa ajili ya maendeleo endelevu au maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa tutakwenda kuhamasisha kwa kukuza uelewa. Kwanza tunataka kukuza uelewa, lakini pia kukuza ubunifu. Tunapokwenda kujadili tunakutana na watu mbalimbali, wajasiriamali. Tunatarajia kuwa na wajasiriamali siku hiyo watakuwepo. Tunatarajia kuifanya katika ukumbi wa mkutano wa Johari Rotana, Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na washiriki mbalimbali. Wabunifu pia watakuwepo na wataonesha kazi zao. Kwa hiyo ni siku ambayo watu wengi wataweza kuona mchango hasa unaopatikana katika miliki ubunifu katika kukuza uchumi na maendeleo. Na umezungumza vizuri. Hapa pia nikana tafakari kitu. Pengine kwa tuangazie katika upande wa faida. Na hii iwe nasema maalum kabisa kwa yule ambaye pengine ana vumbuzi yake, kuna kitu amekivumbua na jambo lake, kuna kitu amefanya awali, ujenga msingi mzuri, pengine mtu ana simulizi zake, ana kitabu chake, ana vitu yeye haja pata kufahamu labda pengine umuhimu wa yeye kusajili uvumbuzi wake ama huu ubunifu wake. Tujikite hapo kwenye faida hasa ni zipi? Faida kwanza, kama neno linavyosema, usajili, ulinzi unapatikana baada ya kusajili. Hasa kwenye hizi mali bunifu tunaposema industrial property. Kwa hiyo unaposajili ndio unapata ulinzi. Kwa hiyo kama mtu yote ana vumbuzi yake, anatakiwa angalie, aje kwetu, atuambie nina vumbuzi hii, tuweze kumshauri, tuone kwamba kwa aina ya vumbuzi aliyokuwa nayo tunaweza kuilinda sisi kama nini. Tunaweza kumpa ulinzi kama patents kwa maana ya taza, au utility models, au kwa taza ndogo, kuangalia zile sifa inakidhi kwenye eneo lipi, ili aweze kulinda. Na faida atakayoipata ni kwamba atazuia sasa watu wengine mtu mwingine yeyote asiweze kutumia ule uvumbuzi wake
au ule ubunifu wake pasi na ridhaa kutoka kwake. Kwa hiyo ni faida ya kwanza ambayo anaipata moja kwa moja. Na faida hiyo imeizungumza, na pengine sasa nini kinatokea pale ambapo na uvumbuzi yangu alafu nimekuja kugundua huo uvumbuzi wangu, pengine nimshirikisha hapa Abdul kama rafiki yangu, mtu wangu wa karibu, alafu nikakuta uvumbuzi wangu wewe umeenda nao mbele huko alafu umekupa faida. Hiyo ni changamoto. Mimi napaswa kufanyaje? Na hiyo ni changamoto. Kwa sababu kimekuwa ni kilio, watu wengi wamekuwa kilalamika, nishasikia wengi tu wakilalamika kwamba pengine mimi nilikuwa na wazo hili nikamshirikisha fulani, nimeona fulani amefanya kile kitu changu. Vitu vingi hivyo vinakuwa vikitokea katika jamii. Ni kweli, ni changamoto kubwa, na hii nafikiri changamoto inasababishwa na uelewa. Ndio maana tunaendelea zaidi kwenye vyombo vya habari, mashuleni, sana sehemu ambazo tunategemea vumbuzi nyingi zinaanzia huko, zinafanyika. Kwa tunaenda kuwapa uelewa. Kimsingi ni kwamba ukiwa na uvumbuzi wako, unaona huu ni uvumbuzi, ni mara 100 ukawafuata wataalamu, kwa maana ukatufuata BRELA, tukaweza kukushauri na kukuguide vizuri namna ya kuendelea na ule uvumbuzi wako. Sasa kwa mfano, achana tu na kumwambia mtu, hata ukiwa na uvumbuzi ambao una sifa ya kusajiliwa au kupata hataza, utakapofanyia demonstration tu au ukafanya ukaweka kwenye maonesho, watu wengine wakauona, baada ya muda ukija kutaka kusajili tunasema umepoteza sifa. Kwa hiyo hii inatokea sana kwenye mavyuo, mashuleni huko, kuna watu wanabuni, kuna watoto wadogo lakini wanabuni vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikapata ulinzi. Kwa hiyo ni ukiwa unaona huu na ubunifu, kabla hujautoa, hujashare na watu wengine, na shauri kwamba kwa watu wote wabunifu, wajasiriamali, watafute wataalamu kwenye eneo hilo, wapate ushauri kwanza, alafu ndio waendelee na hatua zinazofuata. Tunapozungumzia vumbuzi hasa katika elimu yetu hapa nchini Tanzania, tunafahamu huko vyuo vinaibua wavumbuzi wengi sana kutokana na vitu mbalimbali ambavyo wanasomea. Ninyi kama BRELA hasa katika maeneo haya sasa ya miliki bunifu, namna gani mnafanya kazi na vyuo ambavyo moja kwa moja tutakuta huko ndani vyuoni kuna wavumbuzi ambao wanakuwa wakivumbua kazi mbalimbali? Swali zuri sana mtangazaji. Wakala wa usajili wa biashara na leseni, kwa kulitambua hilo kwamba vumbuzi nyingi zinatokea kwenye mavyuo na sehemu mbalimbali za namna hiyo, kwanza tumetengeneza mahusiano mazuri na hivi vyuo vya elimu ya juu na kuanzia vya chini. Kuna mahusiano mazuri, kuna ambazo tayari tuna mikataba ya mashirikiano, hizi MOU tunazo na vyuo mbalimbali, sitataka kuvitaja, lakini tuna mashirikiano na vyuo vingi, kwa maana ya kwamba kubadilishana taarifa, kujengeana uwezo na ujuzi, na kusaidia mchakato huu pale panapopatikana vumbuzi, basi iweze sisi tukaweza kuitambua na kuweza kuilinda. Kwa hiyo mashirikiano yapo hayo kwa lengo hilo, kuhakikisha kwamba vumbuzi inayopatikana basi inaweza kulindwa. Kwenu moja kwa moja. Sababu wakati mwingine mara nyingi tunaambiwa kwamba kwenye mitandao, wakati mwingine unaona anasema bwana, Tanzania bwana, mtu akivumbua kitu tu amekiweka mbele, watu wameshakiona, afu baada ya mwisho wa siku huyo mtu hamuoni tena, pengine hauoni uendelevu wa kile ambacho amekivumbua yeye, na pengine ni hiyo kuto kufahamu. Na tukikazia hapo katika hiyo kuto kufahamu, pengine ukiachana na vyuo, namna gani ninyi BRELA sasa mnafanya kazi huku katika jamii sasa kwa wavumbuzi mbalimbali, kwa bunifu mbalimbali, ili wao waweze kupata uelewa? Kwa sababu naamini kitu mara nyingi watu wengine wanaibiwa kazi kutokana tu na kwamba huyu mtu haelewi, hajui pengine apite njia gani ili aweke salama hii ubunifu wake ama kazi yake. Huku chini, katika ngazi ya chini kabisa, mnafanya nini ili kuhakikisha kwamba na watu wanakuwa na huo uelewa ili waweze kuja kusajili? Kwa kweli kwa sasa unaweza ukaona katika miaka mitatu hii tumetilia zaidi mkazo, tumeweka program maalum kabisa. Kwa mfano sasa hivi sisi BRELA pale tuna dawati ambalo tunasema moja kwa moja hichi kitengo kinashughulika, tuseme kitengo tunasema ni dawati zaidi, kinashughulika zaidi kwenye masuala ya kuangalia hawa innovators, wabunifu hawa mbalimbali. Kwa hiyo tumeanzia kwenye ngazi mbalimbali, kama tulivyosema, tunaenda kwenye mavyuo, tunakwenda kwenye mashule, na hii kwa ajili ya tunasema awareness campaigns, ufahamu zaidi, kwa sababu kwanza waelewe kitu unaweza ukawa nacho, lakini kama uelewa hakuna inakuwa. Kwa hiyo tumeanza zaidi na kwenye uelewa. Kwa hiyo tunakwenda kule, tunatoa elimu ya miliki bunifu. Miliki bunifu ni nini? Na watu wanaanza kuangalia, kumbe tunazo hapa, lakini hatuja zilinda. Kumbe sitaki kukitoa kabla sijakilinda.
Kwa hiyo tunaenda huko, lakini tunataka tuende mbali zaidi, kwa sababu sisi pia tunasajili alama kama nilivyotangulia kusema. Tunataka kuenda zaidi, hata kwenye masoko tuende kukutana na wajasiriamali, kwa sababu tumeona wafanyabiashara wengi huwezi ukawaita sehemu moja wa kwenye eneo lao la biashara. Kwa sasa hivi tunaenda hadi kwenye maeneo yao ya biashara. Wengine wabunifu tunakwenda hadi kwenye maeneo yao ya kazi, wanapofanyia kazi. Kwa hiyo tunakwenda pale, kama ni kikundi cha namna fulani cha kina mama, kama ni VETA, kama ni SIDO, tunawatembelea moja kwa moja na tunawapa ile elimu. Kwa hiyo ni miongoni mwa mikakati ambayo tumejiwekea. Lakini ukiacha na hiyo kuwatembelea, bado tunaendelea, kwa sababu elimu inatolewa kila siku. Tunakwenda kwenye vyombo vya habari kama hivi, na tunashukuru kwa fursa mliotupa ya kuweza kutoa elimu kwa umma. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Mtazamaji, huyo ni Abdul Karim Nzori, yeye ni afisa sheria kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, na zaidi sana tukiangazia kuelekea kilele cha siku ya miliki bunifu ambayo kimsingi ameshazungumza hapa kidunia tayari imekwisha kufanyika mwezi Aprili 26, ambayo kwa kwetu hapa nchini Tanzania ilikuwa ni siku ya muungano Kwa hiyo wakaona isipite hivi hivi, kwa angalau basi na sisi kama nchi, kwa sababu tuna wabunifu, tuna watu ambao wana vumbuzi zao mbalimbali, basi tusafiri pamoja na vile ambavyo dunia na yenyewe inakwenda. Tufahamu wale ambao wabunifu, lakini pia kuthamini kile ambacho wanakifanya na kuonesha pia hata yale ambayo wanayafanya. Mara hii hapa mtazamaji, nakwenda kupata mapumziko mafupi, punde tutarejea. Kumbuka kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki katika meza ya majadiliano. Usiondoke. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa sio ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Jua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Na mtazamaji, tumerejea baada ya mapumziko haya mafupi, lakini kama ndio kwanza unajiunga nasi, fahamu ya kwamba unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na mara hii ni sehemu ya mwisho kabisa ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano. Na nikukumbushe tu ya kwamba mgeni wangu siku hii ya leo niko na afisa sheria kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, si mwingine ni Abdul Karim Nzori, yeye niko naye hapa. Na zaidi sana tukijikita kuelekea siku ya miliki bunifu kwa hapa nchini kwetu Tanzania, ambapo kidunia tayari siku hii imekwisha kufanyika, lakini sisi pia sio kisiwa kama Tanzania, sisi tumeona pia tusafiri na vile ambavyo dunia inakwenda. Sasa pengine tuweze kufahamu Abdul, mtu ana vumbuzi yake,
na kitu ambacho naona mimi nimevumbua kitu changu hiki hapa, ubunifu wangu huu hapa. Ni pengine hawe na sifa gani hasa ili aweze kuja kwenu ninyi BRELA na ninyi mkabariki na kuweza kumsajili hasa ile ubunifu yake? Sawa, asante sana. Pale mtu anapokuwa na vumbuzi yake, kama nilivyosema, sisi BRELA tunasimamia zaidi kwenye maeneo makubwa mawili. Naam. Tunasimamia kwa usajili wa alama. Kwenye miliki ubunifu tunasimamia maeneo makubwa mawili, usajili wa alama za biashara na huduma kwa maana trademarks, lakini pia tunasimamia utoaji wa hataza na hataza ndogo, patents and utility models. Kwa hiyo anapokuwa na uvumbuzi wake, ambao sana uvumbuzi tunasema unaingia kwenye ile eneo la patents au hataza, anatakiwa angalie, je, uvumbuzi wangu una sifa za kusajiliwa kama hataza kwa maana ya patents? Na sisi tunachokiangalia patents duniani kote kuna sifa za kuangalia ili uweze kupata patents. Sifa moja hapo, lazima uvumbuzi wake ule uwe mpya. Kwanza uvumbuzi uwe kwenye eneo lolote la kiteknolojia. Eneo lolote la kiteknolojia ambao tunategemea unaenda kutatua tatizo kwenye eneo fulani. Kwa hiyo unapokuwa ni kwenye eneo lolote la kiteknolojia, tunaangalia sifa ya kwanza, uvumbuzi ule ni mpya. Na tunaposema ni mpya tunamaanisha nini? Hapa na kwenye sifa ziko sifa 3 kubwa kwenye eneo la patents. Lakini sifa ya kwanza hiyo ya upya, anatakiwa angalie upya ni wa namna gani. Upya tunasema uvumbuzi ule uwe haujawahi kutokea sehemu nyingine yoyote duniani. Sehemu nyingine yoyote duniani, sio nchini. Sio nchini. Duniani. Nitaenda kufafanua vizuri mbele muweze kuona sasa hivi kuna kitu gani kipya kabisa duniani nzima. Kwenye kile eneo lile tu tunasema uvumbuzi ule ni mpya. Kwa mfano, unaweza ukawa sasa hivi kuna magari tunajua yanatumia mafuta ya petroli, diesel na vitu kama hivyo. Lakini wewe unasema nimekuja na hili gari lenyewe linatumia nishati ya jua. Kwa hiyo kama hakuna gari duniani la nishati ya jua, uvumbuzi wa gari la kutumia nishati ya jua ni uvumbuzi mpya. Gari inatumia mafuta, inatumia maji. Au linatumia nguvu ya upepo ili kuweza kwenda. Kwa hiyo ukiwa na kitu kama hicho, ile mfumo wako wewe wa ile gari ulioitengeneza kwa kutumia mfumo wa upepo na kuweza kwenda, au maji au nguvu ya jua, maana yake kwenye eneo lile ni mpya. Sio kama gari jumla, kama gari magari tayari hapo, lakini uvumbuzi ule kwenye ile eneo lile, kwenye ile eneo tunasema maana yake huo mpya duniani kote. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini tukienda kwenye sifa nyingine ya pili, tunasema uwe na hatua za kivumbuzi, ambao kitaalamu wanasema inventive steps. Uwe na hatua za kivumbuzi. Na hii tunaposema hatua za kivumbuzi tunamaanisha nini? Hatua za kivumbuzi ni kwamba usiwe dhahiri, kwa maana mtu yoyote kwenye eneo lile la kitaalamu asiweze kuona kile kitu ni dhahiri. Dhahiri kwa maana gani? Sawa, sasa hivi panaweza pakawa hamna meza ya miguu 7. Kwa hiyo ukitengeneza samani yako ya miguu 7 tutasema ni mpya. Kweli ni mpya. Hakuna meza ya miguu 7. Lakini je, una hatua za kivumbuzi kuwa na miguu 7? Mtu mwingine ambaye fundi seremala anaotengeneza meza atahitaji kufikiria hasa kutengeneza meza ya miguu 7. Kwa hiyo kwa kuwa ikiwa ikionekana ndio sasa nitaongeza tu mguu katikati, maana yake hiyo ni inakosa ile zile hatua za kivumbuzi. Inakosa hatua za kivumbuzi. Kwa hiyo inakosa hiyo sifa ya pili. Lakini ikiwa mtu, na sio kwamba awe mtaalamu sana kwenye level kwenye eneo hilo, hapana, ni mtaalamu wa kawaida tu kwenye eneo lile. Mtaalamu wa kawaida kwenye eneo lile anasema hapa huyu bwana, huyu mwenzangu kanizidi hapa, kuna kitu kafikiria. Kwa ile inatosha tu, tunasema ina hatua za kivumbuzi. Hiyo ni sifa ya pili. Lakini sifa ya tatu tunasema iwe na tija, uweze kutumika na kutoa matokeo ambayo tunayatarajia. Tunasema industrial applicability. Kwa Kiingereza wanasema industrial applicability, iweze kutumika. Kwa hiyo hiyo nayo ni sifa ya tatu. Hiyo inajieleza moja kwa moja kwamba sasa pakiwa na hizo sifa 3 ndio mtu anaweza akasajili kama patents. Lakini kuna wakati uvumbuzi unakuwa hauna sifa hii ya inventive step, hii ya obviousness. Unakuwa hauna. Unakuta mtaalamu amekaa mbunifu huko mtaani, ameangalia changamoto inayojitokeza, kachukua injini sijui ya kwenye kifaa ya pikipiki, kaiunganisha na kitu gani, katengeneza kimashine cha kulimia.
lakini injini ya pikipiki kachukua kitu gani, kaunganisha. Yes, ukienda kwenye upya ni mpya kwa sababu vitu alivyoviunganisha na jinsi vinavyofanya kazi ni kitu kipya. Lakini inventive step haina. Kwamba mtu yote anaona huyu alichukua hiki akaunganisha na hiki akatoa hiki. Lakini inatumika, inaweza kutumika. Kwa hiyo inaingia kwenye ile kundi la utility models, tunasema hata za ndogo. Na hizi ndio ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana zinapotea huko mtaani. Kwa sababu lengo ni kutatua tatizo ambalo linaikumba jamii. Bunifu hizi ni kutatua changamoto tulizokuwa nazo. Kwa hiyo anaweza akawa hana sifa, uvumbuzi wake hauna sifa hii, lakini ukawa na sifa hii nyingine ambazo nyingi hizi tunazisajili na anapata ulinzi. Na ambazo kiukweli ukawa kufuatilia hizo katika kundi hilo mtaani zipo nyingi sana. Zipo nyingi sana. Kuna vitu unaona ukafanya hivi, kachukua kafanya hiki, kachomeka kile, kitu kinafanyika. Na inarahisisha kazi fulani katika jamii yake. Kwenye eneo letu sisi inatufaa. Hata duniani wanaweza kusema labda sisi kuna kitu bora zaidi ya hicho. Lakini sisi kwenye eneo letu inatatua changamoto. Kwa ni kitu cha muhimu sana. Na hata nchi zilizoendelea walianzia huko kwanza. Kwa sababu ujuzi unakuwa kadri unavyofanya kimoja, unakwenda na kingine, unakwenda na kingine. Kwa hiyo wanajaribu hiki kesho na kingine. Kwa tunavyoanza kuwapa hawa nafasi wabunifu, wanavumbua vitu vya namna hivi, wanapata ulinzi, wanaanza kuona faida ya vumbuzi zao au ubunifu zao kulindwa, ndio wanakuwa wanapata motisha ya kesho kubuni kitu kingine. Kwa sababu wakati mwingine motisha inapotea kama mtu anaona hichi nimebuni lakini hakina faida. Hakuna ninachofaidika nacho. Kwa kwanza akibuni kama hicho anakuja kwetu, tunampa utaratibu, tunaona hichi kinaingia kwenye eneo hili, basi anakilinda, na kama sio cha kwetu tunamuelekeza namna gani ya wapi kwetu kwenda kukilinda au afanye nini sasa. Wakati mwingine ajui tu, lakini unamueleza, anaelewa kumbe picha ni hii, mimi naenda kukiboresha, kama ni kifaa changu na kwenda kukiboresha, kinaweza kulindwa. Tazamaji, chukua hiyo. Hicho ni kitu kikubwa sana Abdul, hata mimi nami pia nimekipata, na najaribu pia hata wakati mwingine kwa kutafakari kwa katika jamii zetu huko kuna vitu mbalimbali tunakutana navyo, wakati mwingine wewe mwenyewe vinakushtusha, hiki umefanya hivi, lakini ndakuta mtu huyo hajui chochote. Yaani hajui kwamba ninyi BRELA mko pale na mnaweza kulinda ile bunifu yake. Na nafikiri pia hapo kwenye kulinda pia nafikiri itampata motisha na yeye ya kubuni zaidi. Ya kubuni ya kuwa mbunifu zaidi. Pengine tuangalie sasa katika usajili wa alama. Tunapozungumzia sasa alama za biashara, ndio hivi alama ndio tunaweka katika ndo brand tunasema ndio kwenye brand huko kwa sababu tumezoea kutamka ni brand, logo alama, trademark kusema trademark inakuwa rahisi zaidi kwa kuelewa. Huko pengine hatua zake hasa ni zipi kwa huyu pengine mfanya biashara? Maana naamini pia huko ipo sana kwenye kwa wafanya biashara. Mimi nimeanzisha biashara yangu fulani, nina kialama changu pale, nataka niweke labda neti nini sijui, na kialama changu nataka nilinde aidha kampuni hivyo. Utaratibu huko hasa huko vipi katika upande wa alama za biashara? Asante. Kwanza kwenye namna ya utaratibu wa kusajili alama yako, ningependa wafuatiliaji wa kipindi hicho waweze kujua sasa hivi BRELA ndio taratibu zote za usajili katika yale maeneo yote ambayo nimainisha ni miongoni ambao ni majukumu ya BRELA. Ndio. Taratibu zote zinafanyika kwenye mtandao. Hauna haja ya kuja ofisini kwetu. Lakini hatukuzuii, kama unahitaji ufafanuzi tunakukaribisha. Lakini anatuma maombi yake kwenye mtandao, kwetu tutakuja tutachakata, na mpaka certificate atakipata kwenye mtandao kule alipo. Kwa hiyo kila kitu ni kidijitali. Toka 2018 kuja kuna mfumo wa online registration system, vitu vyote vinafanyika. Utaratibu sasa ukoje? Amesha design alama yake, hicho kitu cha muhimu cha kwanza anacho. Kwa kitu kitakachofuata awe na, kwa sababu mfumo wetu utataka awe na namba ya NIDA. Namba ya utambulisho wa kitaifa ile. Hatakuwa nayo ile. Mifumo yetu ile sasa hivi inasomana kwetu na mfumo wa utambulisho. Kwa hiyo utavuta zile taarifa zake. Na hii tunafanya mtu asije akakosea majina na nini. Kwa taarifa zote zinakuja pale. Kwa hiyo kikubwa tu yeye na alama yake tu, awe na akaunti yetu ya ORS ambayo ndio atatumia kutuma, itakuwa ndo mfumo wa mawasiliano kati ya sisi na wateja.
atayatuma kwetu, atalipia ada ya awali ya maombi ambayo kawaida inakuwa ni 65,000, atatuma, sisi tutayachakata na tutamjibu pia kupitia ule mfumo, na mwishowe atapata cheti. Okay. Atapata cheti, tutapatia cheti. Na vipi sasa pale ambapo pengine mimi nimetuma hiyo trademark ya kwangu, nimetuma pengine ninyi katika kuchakata, kuna namna moja ama nyingine mmeona mbona inaingiliana na huyu Abduli sio nini, hapo utaratibu hapo ikoje katika eneo hilo? Swali zuri sana, kwa sababu hata anapotuma maombi yake anayetaka kusajili alama, kuna sifa kama msajili wa alama anaziangalia. Okay. Kwa maana BELA tuna sifa za kuangalia za kusajili. Sio kila alama ina sifa ya kusajiliwa. Okay. Kwa hiyo tunaangalia. Kwa hiyo sifa ya kwanza, alama inatakiwa iwe ya kipekee. Hii alama iwe ya kipekee. Ya kipekee, kuna sifa ambazo zimeshatajwa tunapomaanisha alama ya kipekee. Isiwe inaelezea sifa au ubora wa huduma au bidhaa ambao wanaitoa. Okay. Kwa hiyo ikiwa hivyo, maana yake inapoteza sifa ya kusajiliwa. Au isiwe ni neno ambalo linatumika kwenye eneo hilo husika, ni neno ambalo limezoeleka kutumika kwenye eneo hilo, kwa sababu maana ya ulinzi unazuia watu wengine wasiweze kutumia. Kwa hiyo tukikupa ulinzi, wewe unataka kusajili, unataka kuuza asali, alafu alama yako ukaita asali, tukikupa neno asali, maana yake mtu mwingine akitengeneza asali hawezi kutumia lile neno. Kwa hiyo hiyo moja ya sifa kwamba kwa ni neno ambalo linatumika kwenye eneo hilo, hauwezi kukupa sisi ulinzi. Yes, kwa hiyo inatakiwa hiyo ya kipekee kama nilivyosema, sifa ya kwanza. Sifa ya pili, tunasema isifanane na alama nyingine yoyote ambayo tayari ipo katika daftari la register ya msajili. Isifanane, similarity. Tunaangalia. Na hii mfanano tunaangalia ule mfanano wa moja kwa moja kama ni copy na paste, au wenye kufanana kiasi cha kwamba unaweza kupelekea mkanganyiko zitakapoingia sokoni hizi alama mbili. Kwa maana ya kwamba unapokwenda kununua bidhaa fulani, mwingine akawa na alama zinafanana, kwa ukajikuta umechanganya, umechukua kitu kingine. Lakini kumbe sio lengo hilo. Sio lengo lako tu. Ile alama tu ndio imekufanya ile alama imekuchanganya. Kwa hiyo tukiona kwamba maombi yako tumeleta, tutaangalia kwenye database yetu, kwenye Kanzidata, kwamba kwenye daraja unaotaka kusajili kuna alama kama ile au inaofanania. Tukiona kama inafanania, tutakwambia kwamba inafanania na alama fulani. Kwa hiyo msajili ataweza kusajili. Kwa hiyo ni sifa pia nyingine ya pili ambayo msajili pia ataangalia. Lakini sifa ya tatu, tunasema sheria imeshatamka, imesema alama ambayo itakuwa inakwenda kinyume na sheria zetu, na tunasema morality kwa Kiswahili tunasemaje, lakini labda tunasema tamaduni zetu. Kuna maneno mengine kama mnakumbuka, kuna ubalozi mmoja jina la balozi alishaikuja hapa Tanzania, akarudishwa kutokana na jina lake. Kwa hiyo unaona kwa hata alama iko ya namna hiyo inaweza ikanatumika duniani huko, lakini ikija Tanzania ina maana tofauti kulingana na lugha yetu. Pengine italeta mkanganyiko, italeta tatizo. Kwa hiyo tunasema against ni hiyo morality. Kwa hiyo sheria imeshatamka kabisa, ikitokea namna hiyo msajili hataweza kusajili. Na kuna alama ambazo hazikusajiliwa kwa sababu ya kukosa sifa nyingine zote inazo, lakini sifa hiyo haina. Kwa hiyo ni sifa nyingine ya muhimu. Lakini sifa nyingine ambayo pia sheria nayo imeshatamka, sifa ya 4 ambayo tunaangalia, isiwe kuna hizi alama. Kwa mfano tunaona kuna alama za kitaifa, bendera, kuna nembo za kitaifa, bibi na bwana kwenye hizo, alama za mashirika ya kimataifa, shirika la kimataifa duniani na mashirika mengine mbalimbali yana alama zake. Kwa sababu ulinzi unaupata kwa kusajili. Kwa hata kama shirika la kimataifa lile halijasajili kwetu, ile alama tayari inaingia kwenye mashirika ya kimataifa, tunaitambua. Kwa hiyo hauwezi ukapata ulinzi. Au bendera, huwezi ukapata ulinzi. Ukasema nasajili bendera ya Japan au nchi fulani, hapa kama alama yangu hautaweza kupata ulinzi kwa sababu sheria imeshatamka. Kwa maana yake kikubwa hapo ni upekee. Hiyo trademark ya kwako iwe na upekee tofauti na wengine. Pengine sasa tuangalie katika masuala ya ulinzi. Ulinzi wake hasa baada ya kusajili, ni ulinzi wake hasa ukoje? Ndio. Pale hii sasa tunafikiri tutaangazia kote kwenye swala la alama, kadhalika pia tena na umiliki pia bunifu mbalimbali. Okay, sawa. Asante sana.
Kwenye alama mtu anaposajili na kufanikiwa kupata cheti cha usajili ambacho tunakitoa sisi BRELA, anapopata cheti chake, kile cheti kinamwambia kwamba amepata ulinzi kwa miaka 7. Ulinzi wa awali tunasema miaka 7. Inapokuisha miaka 7, ana uwezo wa kuuisha. Kama anaendelea kuitumia ile alama yake sokoni, anaweza kuuisha. Akiuisha kwetu tunampa tena ulinzi wa miaka 10. Na ataendelea kuuisha tena na tena kwa miaka 10 kadri atakavyokuwa anataka kuendelea kuitumia ile alama yake sokoni. Kwa hiyo ulinzi wa awali anapata miaka 7, anaweza kuuisha tena. Kikoni 7 alafu kiisha nikiuisha 10. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hata kwa century, hata kwa miaka 100. Kuna alama ambazo tunazifahamu duniani zina zaidi ya miaka 200 zinaendelea kutumika. Kabisa. Kwa maana yake wale wanaendelea usajili wao naenda kuuisha. Kwa hiyo kwa upande wetu ni miaka 7, 10 na kuendelea. Lakini kwenye upande wa tulikuwa tunazungumzia hapa uvumbuzi, kwa maana patents and utility models. Kwenye patents mtu akiwa na uvumbuzi wake ambao ukakidhi sifa za kupata patents au hataza, anapata ulinzi wa miaka 20. Miaka 20 ambao ndio kikomo. Miaka 20. Kuna 10, akipata ile 10 anaweza akaja kuomba ku extend miaka 5 tena, akaomba tena ku extend. Tunasema extension, sio kwamba ndio umekufa, kwa sababu ukomo duniani kote kwenye patent tunasema ni miaka 20. Duniani kote. Hii ni kubalance sasa, kwa sababu sio kwa kuondo umegundua kitu ukaendelea kukaa nacho kazuia na watu wengine. Kwa sababu miaka 20 inapokuwa imeisha, watu wengine wanaweza wakachukua cha kwako wakaongezea kitu gani pale, ukapata kitu kingine kipya. Kwa hiyo kubalance hicho kitu, miaka yako inakuwa 20. 10 uta extend 5 na 5 mingine, mwisho 20. Ndo mwisho ndo patents. Lakini kwenye utility models, kwa maana hii hataza ndogo ambayo tulisema inakosa hatua za kivumbuzi, ni mpya na inaweza kutumika, ila haina hatua za kivumbuzi, yenyewe ulinzi wake ni miaka 7. Baada ya miaka 7 maana yake inaingia kwenye public domain, kwa maana sasa unaweza ukaitumia ile na kuweza kuifanyia kazi pasi na kupata ridhaa kutoka kwako. Hiyo ndani ya miaka 7. Katika kipindi hicho pengine mtu mwingine akifanya chochote ambacho kinafanania na vile hawezi kufanya mpaka apate ridhaa yako. Kwa kumbe na ridhaa na yenyewe pia hapo ipo. Mimi naweza nikawa na uvumbuzi wangu, ubunifu wangu, nimeufanya, Abdul pale ukatamani kitu fulani ambacho mimi nimefanya, kwaomba ridhaa kwangu. Mimi kumbe naweza nikaridhia alafu kusiwe na shida yoyote. Na once ninaporidhia sasa, pengine tunapaswa kurudi tena kwenu BRELA kumwambia bwana huyu mtu mimi nimemruhusu, au inakuwaje, au tu kishikaji tu hivyo, au tunafanyaje? Tunasema hizi bunifu ikiwa either iwe ni alama au uwe ni uvumbuzi ambao umepata patents yako, hizi ni mali, unaweza mkakaa mkakubaliana, ukasema unamuuzia mtu. Ukamuuzia kabisa, ikawa ni ya kwake. Ukamuuzia kabisa, akawa na uhuru wa kutumia. Au ukasema hapana, mimi bwana hii bado naitaka, mimi sitaki kukuuzia, ila nakupa kama leseni. Kwa mfano kwenye alama, kuna makampuni makubwa tunaona mtu, au sio hata kampuni kubwa, lakini mtu anatumia alama fulani, ametengeneza hadhi au reputation kwenye jamii. Watu wakiona ile alama wanapenda zile bidhaa zake. Mwingine ametamani kuingiza bidhaa sokoni za kutumia ile alama. Kwa anamfuata, anamapproach, wanakubaliana, wanaingia mikataba. Wakishakubaliana, kinachofanyika kwa msajili wa alama BRELA, atafahamishwa tu kwamba alama hii Tanzania anatumia na fulani kama leseni. Kwa kumbe lazima pia turudi kwenu sasa kwa notification, kwa ajili ya taarifa, kwa ajili ya taarifa kwamba fulani kuna vitu atawasilisha kwetu kuonyesha kwamba amepewa leseni na mhusika kutumia hii alama. Haya, pengine nataka kufahamu namna ambavyo ninyi mnafanya kazi BRELA, lakini pia tunafahamu kwamba tunakosota na kosota na kwenyewe pia kuna mambo haya usajili na vitu vingine kama hivyo. Namna gani mnakutana wapi ama mnaachana wapi katika kazi mbalimbali bunifu, pengine kama ni muziki na vitu vingine kama hivyo? Asante. Wakala wa usajili wa biashara na leseni kwenye eneo la miliki ubunifu kwa nchi yetu, sisi tumekuwa ndio waratibu wakuu kwenye eneo hili. Lakini ni swala ambalo liko wazi kwamba pamoja na taasisi hii ya kwetu kuwa ni waratibu wakuu, lakini hizi haki za miliki ubunifu zinakuwa
zinasimamiwa na baadhi ya taasisi nyingine ukiacha sisi. Kwa mfano kwetu sisi tumesema tunasimamia usajili wa alama na hiyo patents au hataza. Lakini kuna haki nyingine za miliki bunifu ziko chini ya taasisi nyingine ambazo ziko kwetu hapa. Mfano wake ni Copyright Office of Tanzania, KOSOTA. Wao KOSOTA wanasimamia kwenye eneo la haki miliki kwa maana ya copyrights. Sasa pakiwa na kitu kama ni ubunifu, mwandishi wa kitabu, mwanamuziki ana muziki wake, mtengenezaji wa filamu, producers, wote hizo kazi zinaingia kwenye eneo la haki miliki. Kwa hiyo atakwenda KOSOTA na watampa utaratibu wa namna ya kulinda kazi yake. Lakini tukija kwenye ngazi sasa ya kitaifa na kimataifa kama nchi, kwenye kuratibu masuala yote yanayohusiana na miliki bunifu, kwa hiyo BRELA tunakuwa pale katika kusimamia uratibu kwa kushirikiana na wenzetu kama hivi ilivyo KOSOTA na taasisi nyingine Tanzania na bara. Tanzania bara na visiwani. Mashirikiano ya namna hiyo. Pengine kwa yule ambaye anajiuliza hivi sasa ana ubunifu wake na anatamani kuja kwenu kuhakikisha kwamba basi unawekwa rasmi, kurasimishwa ni gharama. Anaweza kana anajiuliza pengine ni kitu fulani ni gharama sana, na pengine labda hiyo ndio ambayo inarudisha nyuma baadhi ya wabunifu hapa chini kwetu, kwamba tunabakia na bunifu yake tu hii hapa kwa sababu tu pengine ya gharama. Gharama hasa pengine ziko vipi hasa pale ambapo na ubunifu wangu ambao mimi nimeufanya, lakini nataka ni urasimishi, yani kwangu mimi niweke kwamba ulinzi, niwekee ulinzi. Kwenye eneo letu kwa maana ya BRELA, kwenye eneo letu kwa maana ya unapofanya sajili za alama, usajili wote mpaka unapata cheti chako cha usajili wa alama ya biashara na huduma ni 1,30,000 tu. 1,30,000 tu mpaka umekamilisha na ulinzi wake kama nilivyosema hapo awali. Sio kila mwaka, miaka 7. Baada ya miaka 7 ndio utakuja tena utasema na utauisha tena kwa miaka mingine 10. Kwa hiyo gharama ni kwa kweli ni zile tu ndogo kwa ajili ya kusaidia mchakato wa utoaji huduma. Kufacilitate huduma uweze kupata hiyo huduma na kusajili ndani yako. Lakini kwenye patents, kwenye vumbuzi, serikali au taifa kwa kuangalia umuhimu wa eneo hili la vumbuzi, kama BRELA utaangalia ada zake ziko chini sana. Mpaka unapata cheti cha patent yako au hataza, unakuta umetumia ada ya serikali 22,000. Iliwekwa hivi kwa malengo hasa kwa sababu eneo hili vumbuzi ni muhimu, ili kuchochea hawa wavumbuzi wadogo wasishindwe yani asije akaibiwa uvumbuzi wake kwa kuwa tu alishindwa kusajili. Ada ilikuwa kubwa, na ndio maana hiyo ada ilikuwa kiasi hicho. Of course ni ada za muda mrefu, zina zaidi ya miaka nafikiri mingine 20 inafika bila kufanyiwa maboresho, lakini lengo lilikuwa hilo. Kwa kifupi ada iko nani, na hata kama tungesema ingekuwa kubwa, lakini ukiangalia hasa faida inazopatikana kwa kwenye uvumbuzi wako ni mkubwa kuliko hata kile ambacho wewe nani, yani faida zake ni kubwa sana. Kwa hiyo tukiangalia cost benefit analysis, yani uchambuzi wa gharama na faida, na ile faida ambayo mtu anakwenda kuipata, faida kwa kweli ni kubwa sana. Mimi niseme tu niwapongeze serikali hasa katika eneo hilo. 20 tu uvumbuzi. Uvumbuzi, mtu umevumbua kitu chako fulani hivi alafu 20 tu mchakato huo kufanya kama ni msanii kuna kitu fulani hivi umekivumbua huko, nifanya hima tu, kimbie tu BRELA, nenda ukakiweke rasmi ili uweze kuweka ulinzi huo. Kiukweli katika eneo hilo tuwape kongole serikali sana katika utendaji huo. Na pengine tunapoelekea sasa kuhitimisha, turejee sasa katika kile ambacho kimetuleta hapa siku ya. Unajua tumeongea mengi kwa sababu unajua mtu amekuja kutoka BRELA, anajua kuna mengi mengine tukiamini ya kwamba mtazamaji naye angependa kuyafahamu. Kuelekea siku hii sasa ya bunifu, nakumbuka awali ulishatuambia mahali ambapo shughuli hii inafanyika, na tumkaribishe sasa mtazamaji, lakini pia mbunifu mwingine pengine pia kutumia hiyo kama nafasi kwake kwenda kuangalia wabunifu wengine ya vile vitu ambavyo wanafanya. Karibu. Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema, tunapo tarehe hiyo 21 mwezi wa 5 itakuwa ni siku ya Jumatano. Ningependa kuwaambia jamani,
kwanza kwa wale ambao watakuwa mbali ya nje ya Dar es Salaam wataweza kushiriki moja kwa moja, waendelee kutufuatilia kwenye social media zetu. Tutakuwa na YouTube channel ambayo itakuwa ni live moja kwa moja, waendelee kutufuatilia waweze kuona matukio yanayoendelea siku hiyo. Kama nilivyotangulia, tunakwenda kuhamasisha, kuongeza uelewa, watu waweze kujua miliki ubunifu ni nini na faida gani zinapatikana na umuhimu wa kulinda na matumizi sahihi. Kwa sababu hata ukiangalia unakuta zamani mtu alikuwa akiuza kampuni yake anasahau kama kuna intangible properties, yani IP, anasahau kama hii ni sehemu na atakiwa kunegotiate kubageni niweze kuiuza. Atasema kampuni yangu ina magari, kampuni yangu ina majengo, kampuni yangu ina nini, atataja vitu vingine vyote, lakini atasahau kwamba kampuni yangu ina jina ambayo ni alama anatakiwa kubageni nayo. Kwa hiyo ni muhimu. Kwa hiyo maana yake bageni hiyo itakuwa tofauti na kampuni, yani si ni kampuni nauza aiweke kama mali. Kwa hiyo niweka kama nitataja magari kwamba na magari umeweka kampuni, maana yake ni kwamba na jina kadhalika. Atasema IP assets au mali za IP, kuna trademark yangu hii, gharama zake ni hizi. Na watu wanafanya assessment. Sasa hivi ukiangalia kuna brands kubwa duniani, kuna alama kubwa duniani zina zaidi ya mabilioni 200, 300. Zipo nyingi sana, sitamani kuzitaja kwa sababu nani, lakini ziko nyingi duniani na zina thamani. Sasa ile ni reputation ambayo kampuni imeijenga, hadhi imetengeneza kwa muda mrefu, imewekeza kwenye lile jina, kwenye ile alama kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni muhimu kujua ili kesho na kesho kutwa tusiachie ikapotea. Ile ni mali, unaweza ukaiuza na unaweza ukatoa kama leseni. Na naamini elimu hiyo pia siku hiyo yenyewe na mimi nitaitoa pale. Elimu hii ambayo naitoa hapa, kwa maana hiyo pengine mtu mwingine hafahamu. Umeongea kitu muhimu sana hicho. Nauza kampuni yangu, lakini nauza tunakutajia vitu vingine, lakini nikasahau kutaja pengine jina, nikasahau kuitaja hiyo. Nikajikuta pia nakosa na pesa nyingine. Na pesa nyingine ya kunini. Naamini ni hiyo siku hiyo pia tunategemea pia kualika wadau mbalimbali kwenye sekta ya muziki, kwa sababu kauli mbiu yetu kama nilivyotangulia kusema. Na ningependa pia wakati huu ambapo tunaelekea kuhitimisha kipindi, ningependa pia tuirudie tena kauli mbiu hii. Kauli mbiu ya mwaka huu 2025 yenyewe inasema, nitaitamka kwa Kiingereza tunakuja kwa Kiswahili. Tunasema kwa Kiingereza inasema IP and music, feel the beat of IP. Tunasema miliki bunifu na muziki, sikiliza mdundo wa miliki bunifu. Kwa hiyo unaiona imekaa zaidi kisanii na kwetu IP ni kwa wote, lakini kwenye kauli mbiu hii tunaendelea hasa kuhamasisha wasanii. Jamani, kazi zenu za msingi sana. Wasanii wengi wamekuwa wakiibiwa kazi zao zikipotea. Lakini pia hata kama ukiachana na kazi zao ambazo walikuwa hawazilindi, kuna wasanii wanatumia alama labels zao lakini hawajasajili. Na tukiangalia huko tunaona kabisa kuna labels za wasanii wakubwa alama za wasanii wakubwa, lakini tunasema hii kwa nini hajasajili? Imekwaje? Huyu ana jina kubwa, mbona ana jina kubwa hajasajili? Sasa hii akitokea mtu mwingine mjanja anaweza sasa akatumia hapo akaja siku wewe ambaye wewe ndio ulianzisha pengine mwenye wazo kaonekana wewe ndio mwizi, ikaonekana yeye hajalindwa. Sasa hiyo ni changamoto, lakini ni swala la uelewa. Naamini mpaka kufikia kilele elimu tutakuwa tunashukuru pia kwa fursa mnatupa kupata audience. Asante sana Abdul. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi hapa katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai. Naamini hiyo tarehe 21 siku ya Jumatano, umesema Johari Rotana ndio shughuli hiyo itafanyika. Tutakuja. Na hiyo ni kwa wale tu ambao wamealikwa ama inakuwaje? Pengine mtazamaji hapa anaangalia alafu anajiuliza inakuwaje? Ni kwa wale tu, kuna invitees, kuna wale ambao wamealikwa tu peke yake, kwa si wengine tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii, au inakuwaje? Kwa kweli katika swala la wazi ni kwamba tungeweza kualika watu wote, kwa sababu hii ni shughuli ni ya kwetu sote kabisa. Lakini kawaida kama utaratibu ulivyo ni kwamba baadhi, kwa sababu hata eneo haliwezi kuwa accommodate watu wote. Kwa hiyo tumebalika baadhi ya wadau ambao
tumegusa kila eneo la wadau, angalau tusimwache mdau yote kwenye eneo hili. Patakuwa na washiriki ambao tunaamini wanaowakilisha na wengine ambao hawatokuwepo eneo la tukio, lakini hao wengine hatujawaacha nyuma. Kama nilivyosema, waendelee kutufuatilia kwenye tukio hili ambalo litakuwa ni live katika mitandao ya kijamii. Na pengine tuifahamu sasa hiyo mitandao ya kijamii, labda kwa jina gani mtu akiandika tu pale aweze kuandike tu BRELA au kwaje? Kwa mfano ukienda kwenye Instagram tuna BRELA Tanzania, hata huko kwingine akiandika BRELA Tanzania itakuja, ataweza kufuatilia moja kwa moja anaendelea huko. Asante sana Abdul, mimi nikushukuru na nikutakie maandalizi mema kuelekea siku hiyo ya miliki bunifu nchini Tanzania. Asante sana, nashukuru kwa nafasi ya upendeleo mliotupa. Asante sana. Na mtazamaji, tunahitimisha hivyo sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza majadiliano, na niko pamoja naye afisa sheria kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, si mwingine ni Abdul Karim Mzuri kutoka huko BRELA, na zaidi sana tukielezea kuelekea kilele cha miliki bunifu ambao anatarajiwa kufanyika hapa nchini kwetu Tanzania tarehe 21, itakuwa siku ya Jumatano katika hoteli hii ya Johari Rotana. Kwa hiyo fuatilia kama ambavyo amezungumza hapa katika mitandao mbalimbali ya kijamii utaweza kufahamu, lakini kuna wale ambao wanakwenda kutuwakilisha, sababu tumeambiwa wadau kutoka kada mbalimbali watakwenda kutuwakilisha huko. Asante sana. Mimi ni Anet Nyoni kwa niaba ya mwenzangu ambaye yeye alikuwa pamoja nawe kuanzia 12:30 za asubuhi. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea na nikutakia asubuhi njema. Kwaheri.